السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدواتنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذ الله منا وإياكم من النار. أحباب الرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقرب عريانا ولو كان كاسيا. Amma bado, ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu, hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema nyingi na fadhila nyingi ambazo kwamba ametuneemesha sisi wanadamu. Ikiwa umeamka salama kuanzia asubuhi hadi kufika wakati huu, si kwa ujanja wako, isipokuwa ni kwa huruma yake na mapenzi yake Allah jalla fi'ala. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuma kwa lengo moja peke yake. Lengo wenyewe ni ile aliposema katika Qur'an, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hakuwaumba majini na watu isipokuwa kwa lengo moja peke yake, lengo la kumwabudu yeye. Na akasema katika hawa wote, binadamu na majini, ni nani mbora wao? Akasema katika Qur'ani, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu innama akramakum indallahi atqakum. Akasema katika watu au katika mtu mbora au kabila lilokuwa bora, kuna wengine wanajigamba kabila yao, mimi ni Mwarabu, mimi ni Muhindi, mimi ni Mzungu, mimi ni kadha wa kadha wa kadha. Lakini mbora ni yupi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mwenyezi Mungu atuambia, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika ametuumba sisi wanadamu jinsia mbili, jinsia ya kike na kiume. Waja'alnakum shu'uban wa qabila ta'aruf, na pia katika hizo jinsia mbili akajalia matabaka au mataifa mbalimbali na kabila mbalimbali. Hii kwa sababu gani? Taarafu, ili tupate kufahamiana. Leo ukienda zako Amerika au uende zako sehemu fulani, ikiwa wewe basi ni Mjaluo au ikiwa wewe ni Mluya au ikiwa wewe ni Mtanzania kule lugha ya Wasambaa au Warangi au Wasukuma, ukafika sehemu ukamkuta Msukuma mwenzako, basi yule anakuwa kama ndugu yako kwa sababu umempata mwenzako. Kwa hiyo lakini innama akramakum indallahi atqakum, lakini mbora katika hawa wote ni yule mcha Mungu zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtukufu wa Kiislamu, unaitazama kupitia TV yako Zamyl TV Nuru ya Imani, kwa kuwa leo mada yangu nitakayozungumzia ni visa mbalimbali ambazo kwamba ni visa vya waja wema ambao kwamba waliofanya mambo makubwa katika ulimwengu huu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akawazawadia janna. Ni visa ambavyo kwamba venye mazingatio makubwa, venye maarifa makubwa. Endapo utanisikiza na ukiyafuatilia na ukiyafuata na ukafanyia kazi, wallahi utaona mafanikio makubwa sana katika maisha yako. Mada ni visa venye mazingatio za waja wema au vya waja wema. Tunaangalia kisa kimoja ambao au historia moja. Ni bwana mmoja ambaye kwamba alikuwa na safari yake kwenda kutafuta ilmu, na safari ilikuwa ni mbali sana. Alibeba chakula chake kwenye bagi na kielekea katika safari yake, lakini safari ilivyokuwa ndefu, chakula chake kikamwishia. Kilivyomwishia, bule bwana kwa kuwa anaenda kutafuta elimu na alikuwa ni mu'min, katika pita zake anga zake za huku mitaani, ghafla kapita kwenye jumba moja la kifahari, jumba moja zuri. Lakini kwa bahati nzuri jumba lile lilikuwa, ndani mwa nyumba lile kulikuwa na mti wa mwembe au mti wa tufaha, mti wa tunda. Lakini tunda hapa inasemekana tufaha, watu wengine wasema ni apple, wengine wasema ni chungwa, wengine wasema ni embe, lakini wengi waliowafikiana kwamba wasema ni tufaha, ni apple, lakini mimi hapa nitatumia neno la tunda. Tunda lenyewe ni embe. Yule bwana kutembea kwake akaliona ule mti wa mwembe uko ndani ya nyumba au kwenye boma ya muhusika fulani, ndani ya nyumba kifahari hiyo. Yule bwana kwa kuwa anasikia njaa, akaliona lile tunda au lile embe pale, akaliagua au akalichuma lile embe, akarusha jiwe au mti, akalitunda lile embe
na yule bwana akaanza kulila lile embe. Baada ya kulila lile embe, iliyofika nusu, yule bwana anagutuka na kusema, hii embe sio haki yangu, kwa kuwa nimefanya kama uwizi, kwa sababu sijaomba. Huu mwembe hauko barabarani, uko ndani maboma la mtu, kwa hiyo sina budi kuomba msamaha. Yule bwana akazunguka kufika getini kabisa, geti akafunguliwa na mlinzi. Mlinzi akamsalimia mlinzi, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wewe ni nani? Mimi ni fulani na kutafuta elimu, bahati mbaya nikapita njiani nikashikwa njaa, nikalona embe limetoka nje ya fence ya nyumba hii, nikalituna lile embe. Baada ya kulichuma lile embe, basi nikalila, lakini baada ya kufika nusu lile embe nikakumbuka hii embe sio haki yangu, hii embe sio ya kwangu, lazima la mwenyewe, kwa sababu huu mwembe umepandwa ndani ya boma la mtu, hauko nje. Yule mlinzi akastaajabu sana, mtu ni wa aina gani? Yaani wewe kute embe nje, imetoka nje, lakini japokuwa mtu uko ndani ukalila afu kuomba msamaha. Yule mlinzi akamwambia, basi karibu, lakini mimi sio mhusika, mimi ni mlinzi hapa. Mhusika nenda moja kwa moja katika njia hii, kata mkono wako kulia, utamwona mzee mmoja atakuwa amekaa kibarazani pale, yeye ndio mhusika wa eneo hili. Yule bwana akaingia ndani ya nyumba, akaanza safari ya kumtafuta mhusika ambaye kwamba maelekezo na ule mlinzi. Kufika sehemu akamkuta mzee amekaa kibarazani akisoma Qur'ani, wengine wakisema akisoma gazeti. Akamsalimia yule mzee, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mzee akamjibu, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, karibu. Ni nani wewe? Yule bwana alitambulisha ni fulani, lakini nilikuwa nataka kutafuta elimu, chakula changu kaniishia barabarani, lakini katika kupita kwangu nikapita sehemu ya eneo hili la kwako. Kwa bahati mbaya, bahati nzuri, umemeesha mwembe ndani ya boma lako, lakini leo mwembe umemea hadi kuchanua maembe mengine kukua nje ya boma, nje ya fence. Mimi kulina embe moja nikalitunda, na baadaye kulila lile embe, na kufika nusu ile embe kakumbuka sio haki yangu, lazima ni haki ya mhusika mwingine, lazima nije kumuomba msamaha. Ndio maana niko hapa kukuomba msamaha, na embe lenyewe ni hili hapa. Akalitoa ile embe kweli kwa nusu. Yule mzee akamwangalia na kutafakari, ni mtu wa aina gani huyu? Kwa sababu wengi huchuma maembe na kuenda zao, lakini huyu amechuma embe akala nusu akaja kumwomba msamaha. Yule mzee kumpima pia imani ni kumwangalia ni mtu wa aina gani. Yule mzee akamwambia, mimi sitokusamehe mpaka siku ya Kiyama. Ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu, kwa kuwa ni muumini, anajua uzito wa siku ya Kiyama, siku ambayo kwamba yauma yafiru almar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa khini, siku ambayo kwamba mama atamkimbia mtoto wake, mtoto atamkimbia mama yake, licha kuwa amekuwa miezi 9 tumboni. Yule bwana kusikia kauli ile, sitakusamea hadi siku ya Kiyama, yule bwana akapiga magoti na kulia kuambia, nisamee mzee wangu, niko radhi kufanya shughuli aina yoyote, lakini nisisimamishe mbele ya Allah kwa sababu ya embe. Yule mzee akamwambia, mimi sitakusamea. Mzee akanyanyuka kaondoka zake. Yule bwana akakaa pale pale kumsubiria mzee kuomba msamaha. Ikafika wakati wa adhuhuri, wakaenda kuswali. Yule bwana anamsisitiza, nisamee mzee wangu. Mzee sasa, sitakusamea. Imefika wakati wa alasiri, bado analia, msamaha mzee wangu, nisamee. Mzee anamwambia, sitakusamea. Imefika wakati wa magharibi, yule bwana anampea msamaha, mzee wangu, nisamee. Mzee anamwambia, sitakusamea. Imefika wakati wa ishai, wanaswali ishai, mzee atoka msikitini, kijana yuko pale pale anaomba msamaha. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya embe ambalo kwamba embe hili ameliona nje ya ukuta, nje ya fence, na alikuwa na uwezo wa kula na kuondoka zake. Lakini kwa sababu gani? Anaogopa siku ya kusimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya embe. Leo sisi mangapi tunadhulumiana? Leo tunafanya mangapi sisi hapa bila kujali, bila kujua kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala nitasimamishwa mbele ya Allah, nitajibu nini? Lakini huyu bwana kwa sababu ya embe ambalo kwamba alikuwa na uwezo wa kulila na kuondoka wala asifanye chochote, lakini ameamua kukaa kuomba msamaha. Inafika ishai, mzee na kuswali, bwana yule amekaa pale pale na kuomba msamaha bado. Mzee anaswali ishai na kuondoka zake na nyumbani kupumzika, anaona sitakusamea. Yule bwana achukua jukumu la kupumzika pale pale mpaka msamaha upite. Ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu, inafika salatu subhi,
Mzee ametoka kwake, anamkuta kijana bado yuko mlangoni anaomba msamaha. Wanaenda kuswali swala subuhi, mzee anarudi, kijana pia anaomba tena msamaha. Mzee, nisamee, tangia jana nimekuja hapa bado mnaomba msamaha wako, nitakufa hapa kama hutonisamea mimi. Mzee akamuita yule kijana, nimestaajabishwa na imani yako, lakini nitakusamea japo kwa masharti. Kijana akasimama na kuuliza, naam, niko tayari kwa masharti ya aina yote isipokuwa yenye kumwasi Allah jalla fi'ala. Yule kijana akasimama kwa hamaki na furaha kusikia atasamehewa. Kwa sababu gani? Kumbuka, kwa sababu ya embe ambalo embe lenyewe lilikuwa nje ya fence, ana uwezo wa kulila na kuondoka. Kijana simama na kuomba, mzee, niambie sharti yako ni gani? Niko tayari kwa sharti ya aina yoyote, lakini unisamehe mzee wangu. Mzee akamwambia kijana, nina binti yangu. Binti yangu huyu yeye ni mlemavu. Ni mlemavu wa miguu, hana miguu kwa maana ni kiwete. Ni mlemavu wa mikono, hana mikono. Ni mlemavu wa macho, haoni. Ni mlemavu wa kusikia, hasikii. Ni mlemavu. Hakuna jema hata moja. Yule bwana akamwambia ni mlemavu. Akamwambia, naam mzee wangu, wataka nifanyeje baada ya hapo? Ni mlemavu, mimi si daktari, siwezi kumtibia. Akamwambia, shida yangu ni moja peke yake, nataka umuoe huyu binti yangu, kama ni mlemavu wa hiki na hiki. Yule bwana akavuta pumzi nzito sana. Mtihani wa kusamehewa ndo huu. Sharti ya kusamehewa ndo hili. Ni muoe binti ni mlemavu wa macho, ni mlemavu wa miguu, ni mlemavu wa mikono, ni mlemavu kutosikia. Mtihani gani unaupata ya Rabbi? Lakini kwa huyu bwana anaofia kusimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya embe. Leo wengine watasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kuzini. Wengine watasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kuua. Lakini huyu bwana anasimamishwa mbele ya Allah kwa sababu ya embe peke yake. Yule bwana hana budi kukubali ile sharti, akamwambia, mzee, niko tayari kumuoa binti yako, lakini nisisimamishwe mbele ya Allah kwa sababu ya embe. Yule bwana akaita shekhe, yule mzee akamwita shekhe, wakafungishwa nikaa bila kumuona binti mwenyewe. Baada ya kufunga nikaa kwa mke wake, amwambia, sasa mke wako yuko kwa ile nyumba, nenda kule. Yule bwana anatembea, lakini anafikiria, ya Rabbi, nikiwete, nikiziwi, hasikii, hana mikono, nikifika nyumbani kwake pale nikimtolea salamu atanijibu vipi? Haya, nikimtolea salamu mimi hapa, nani wa kunifungulia mlango? Atatembea vipi? Na hata kitembea hana mikono, atanifungulia vipi mlango? Lakini nasema hasbunallahu wa ni'mal wakil, uache nitawakkal na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini sizamishe mbele ya Allah kwa sababu ya embe. Yule bwana anaamua kufunga safari mpaka ulipofika kule mlango wa ule binti, akabisha mlango akisema nini? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mara ya kwanza jamaa kimya, hakuna anayejibu ndani ya nyumba ile. Ya pili, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamaa sema, nilisema mimi nikiwete, nikiziwi, hasikii, na mtu salamu pengine malaika tanjibu. Au salamu ya tatu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu baada ya hapo cha kustajabisha inajibiwa kwa sauti nyororo, sauti tamu na binti aliyekuwa ndani. Ghafla mlango unafunguliwa. Kufunguliwa, yule bwana anastaajabu na kushangaa, ni vipi haya? Inakuwa vipi? Nimeambiwa huyu binti ni kiziwi, huyu binti ni kiwete, huyu binti hasikii. Imekuwa vipi sasa hivi unamuona ni mzima, si mlemavu aina yote? Namwambia binti, mbona baba yako ni muongo, amedanganya, wewe ni kiziwi, wewe ni kiwete, wewe ufanye hivi, wewe ufanye hivi. Yule binti akamwambia, baba yangu hajakudanganya, baba yangu ni mkweli, isipokuwa pengine hukumuelewa. Naomba nikueleweshe. Baba yangu amekwambia mimi ni kipofu. Mimi ni kipofu, ni kweli, sijawahi ona maasi ya aina yoyote, sijawahi ona mambo machafu ya aina yoyote. Macho yangu mimi hapa yanaona Qur'an na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Baba yangu amekwambia mimi ni kiziwi, sisikii. Wallahi wa billahi wa tallahi, mimi ni kiziwi kwa sababu masikio yangu haijawahi kusikia miziki, masikio yangu haijawahi kusikia umbea, masikio yangu haijawahi kusikia fitna, masikio yangu haijawahi kusikia mabaya ya aina yoyote.
isipokuwa masikio yangu mimi hapa yanasikia adhan na Qur'an na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akamwambia tena, baba yangu amekuambia mimi sina mikono. Mimi kweli mimi sina mikono kwa sababu sijawahi mikono yangu kufanya uwizi. Mikono yangu haujawahi kuua mtu. Mkono wangu haujawahi kufanya jambo lolote ambalo kwamba la kumkasirisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isipokuwa mkono yangu mimi hapa kuleta adhkar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Akamwambia baba yangu amekuambia mimi ni kiwete, sina miguu, sitembei. Ni kweli mimi ni kiwete kwa macho ya kuniangalia ya kawaida, lakini kwa mtazamo wa ndani mimi ni kiwete kwa sababu miguu yangu haya, ni kiwete kwa sababu sijawahi enda sehemu ya muziki, sijawahi enda sehemu ya fitna, sijawahi enda sehemu ambapo kwamba isiokuwa na maana, isipokuwa miguu yangu mimi hapa ni msikitini na nyumbani, msikitini na nyumbani. Hakuna sehemu yote tunapoenda isipokuwa ni sehemu ya kheri peke yake. Yule bwana anapata mke mu'min na yeye ni mu'min. Kwa hiyo ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakupi mke, hakupi mja, hakupi rafiki, hakupi sehemu isiyokuwa mke anayefanana na wewe, rafiki anayefanana na wewe. Kama wewe ni mlevi, hauwezi kuwa na rafiki shekhi, lazima utakuwa na rafiki mlevi. Kama wewe ni mwizi, hauwezi kuwa na rafiki daktari, lazima utakuwa na rafiki mwizi mwenzako. Na kama wewe ni mchawi, hauwezi kuwa na rafiki shekhe, lazima utakuwa na rafiki vile vile mchawi. Kwa hiyo ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu, Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kusikia na kuyafata, na Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kufanya yale ya kheri, na Mwenyezi Mungu atulipe kheri, na Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Niseme mpaka hapo, kisa cha kwanza hii itakomea hapo, na inshallah usikose kutufuatilia na visa vingine venye mazingatio na venye ibra kubwa kabisa. Leo tutakomea hapo, na inshallah Mungu akitujalia uzima na afya na uhai, tutaendelea na visa vingine vya mazingatio. Lakini ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu, usisahau kusubscribe pamoja na kushare pamoja na kulike, ili wengine waweze kupata mawaidha haya na darasa hizi mbalimbali kupitia TV yako Zamyl TV Nuru ya Imani. Lakini ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu, ikiwa wewe ni shekhe, ni daia, ni msomi na unahitaji kutoa darsa, unahitaji kurekodiwa hutuba msikitini, unaweza kurekodiwa na TV yako Zamyl TV Nuru ya Imani kwa gharama ndogo kabisa, ili kutusapoti pia baadhi ya vifaa vyetu vya Zamyl TV Nuru ya Imani, pamoja na transport ya kusafiri hapa na pale, pamoja pia na watendaji kazi ambao kwamba kushika kamera na wale wa kuedit na mambo mengine. Kwa hiyo ndugu mtukufu wa Kiislamu, ikiwa ni shekhe, ni daia na una msikiti, wataka kutoa mawaidha, darasa ambazo kwamba zitafaidisha waumini kupitia ulimwengu mzima, kwa sababu dunia sasa hivi imekuwa kama kijiji, na simu sasa hivi ndio leo mtu yuko Kenya, yuko Saudia, yuko Dubai, yuko wapi, lakini wanawasiliana kama watu ambao kwamba kwa pamoja sehemu moja. Kwa sababu gani? Yote ni simu, na Mwenyezi Mungu amlipe kheri. Alianzisha au alifikiria jambo hili la simu, na alianzisha swala hili la YouTube na Facebook na mitandao mingine. Kwa hiyo ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu, tunakuomba inshallah usubscribe pamoja na kushare pamoja na kucomment, ili tuweze kufanya mambo mazuri zaidi, tujue ni wapi tunakosea na wapi tunapatia. Na kama kuna nuksani na yoyote katika visa hivi ambavyo kwamba vitatolewa kila siku ya Jumamosi, na inshallah Mungu kutujalia uzima na uhai, kila Jumamosi tutakuwa na visa moja moja. Leo tumeanza part 1, kisa cha kwanza ni hii ya Ibra, lakini Mungu kutujalia Jumamosi ijayo tutaendelea na visa vingine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni mimi wako al-Ustadh Zamyl Al-Farshi. Wassalamu alaikum wa ila liqa.